Ishara za vidole ni moja kati ya mambo ambayo yamekuwa yakifanywa katika jamii mbalimbali, lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua wakati mwingine, maana ya ishara za vidole hutofautiana katika jamii moja na jamii nyingine. Zipo jamii ambazo unaweza ukaonesha ishara fulani ya vidole ikamaanisha kitu kingine, lakini ishara hiyo hiyo ikienda kuoneshwa katika jamii nyingine inakuwa na maana nyingine. Inawezekana katika jamii nyingine ilikuwa na maana nzuri, lakini katika jamii nyingine ishara hiyo hiyo inakuwa na maana mbaya. Nimeamua ni kuandalia somo hili kwa sababu ninaamini ni somo ambalo litakwenda kukujenga, kwani utakapotazama video hii mpaka mwisho utaepuka kuonesha ishara katika jamii ambazo ishara hiyo haina maana nzuri. Kama nawe ni moja kati ya binadamu waliovutiwa na video hii, amini mada hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Kama unatamani kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni ishara mbalimbali za vidole na maana yake. Namba 1, ishara ya vidole ambayo mwanadamu hukunja mkono kuwa ngumi, kisha anaweka kidole gumba chake katikati ya kidole cha shahada na kidole cha kati. Kwa lugha ya Kiingereza huwa inaitwa fig. Kama nawe ni moja kati ya wanadamu ambao wanapenda kuonesha ishara hii, ama umewahi kuoneshwa ishara hii, basi ishara hii hutofautiana katika jamii moja na jamii nyingine. Tukianzia na taifa letu la Tanzania, utakapokunja vidole vyako alafu ukapenyesha kidole gumba katikati ya kidole cha shahada na kidole cha kati kama ambavyo inaonekana katika picha hii, ni ishara ya matusi. Hivyo kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao walikuwa hawaelewi maana ya ishara hii, kamwe usioneshe ishara hii mbele za watu, kwa sababu watu watakuchukulia vibaya. Lakini pia katika taifa la Japani ishara hii inachukuliwa kama ishara chafu au lugha ya matusi. Hivyo tafsiri ya Japani haitofautiani sana na tafsiri ya Tanzania. Lakini ukienda katika taifa la Urusi, ishara hii inamaanisha kumkera mtu ama kumvunjia heshima. Mtu atakapokukwaza ukitaka kumvunjia heshima, basi unaweza kumuonesha ishara hii, itamkera na heshima yake maana yake itakuwa imeshuka mbele yako. Utakapotembelea taifa la Indonesia ukaonesha ishara hii, pia ni ishara ambayo inaonesha lugha ya matusi. Lakini katika taifa la Uturuki ishara hii inamaanisha kuwa unatafuta ugomvi ama unamchokoza mtu ili mpigane. Hivyo mara nyingi wakazi wa taifa la Uturuki wanapopishana kauli alafu mmoja akahitaji wapigane na mwenzie, basi atamuonesha ishara hii, na hasimu wake atakapoona ishara hiyo atajua mwenzie yupo tayari kupigana, hivyo atakuwa tayari kabisa kumkabili. Usije ukaenda katika taifa la Uturuki alafu ukaonesha ishara hii hali ya kuwa wewe ni mwenzangu na mimi ambaye hauwezi kupigana. Mwenzio ataelewa kuwa unahitaji mapigano naye, atakufanya vibaya kama Juma alivyopigwa Kigamboni. Namba 2, ishara ya kukunja ngumi na kuinua juu kidole gumba, yani katika mkono wako kuanzia kidole kidogo mpaka kidole cha shahada unakuwa umevikunja, alafu kidole gumba kwenye mkono wako unakuwa umekiinua juu, kisha unamuelekezea mtu au watu. Tunapoangazia ishara hii ambao katika ulimwengu wa leo imekuwa maarufu duniani kote, basi tunarudi nyuma mpaka mwaka 1970 wakati taifa la Marekani likiwa na kipindi ambacho kinaitwa Happy Days, ambacho kilikuwa maarufu katika kona mbalimbali za Marekani. Katika kipindi hicho ambacho kilikuwa pendwa kwa wananzengo mbalimbali wa taifa la Marekani, alama ya kidole gumba
ilikuwa maarufu kwani mhusika mmoja wa kipindi hicho cha Happy Days ambaye anaitwa The Fonz alikuwa akionyesha kidole gumba juu, na mara nyingi aliionyesha ishara hii pale alipomaanisha anakubaliana na jambo fulani ambalo linafanyika, yani anakubaliana sana. Lakini pia katika zama hizo, wakosoaji maarufu wa filamu ambao wanaitwa Siskel na Ebert walipoitazama filamu ikiwa wamekubaliana kuwa filamu ilikuwa nzuri, walionyesha vidole gumba vya mikono yao yote miwili, wakimaanisha kuwa filamu hiyo ni nzuri na inastahili sifa kubwa. Lakini endapo walikuwa wameona movie ina mapungufu mengi, hawakuonyesha ishara hiyo. Hivyo ishara hiyo ikaendelea kupata umaarufu katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Hata sasa katika maeneo mengi, ishara ya kuinua juu kidole gumba na kumuonesha mtu ni ishara ya kuwa unakubaliana naye katika jambo fulani, au wakati mwingine umefurahishwa na kitu ambacho kimefanyika mbele ya macho yako. Pamoja na kuwa ni ishara ambayo inatafsiriwa kama kukubaliana na jambo fulani katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, lakini bado kuna baadhi ya maeneo hauwezi kuonesha ishara hii hata kama umefurahishwa na jambo fulani ama umekubaliana na jambo fulani, kwani ni ishara ambayo inaonesha ni tusi. Yani ukimuonesha mtu ishara hiyo, huenda akakupiga kabisa kwa sababu unakuwa umemtukana. Na baadhi ya maeneo ni kama Nigeria, Australia, Ugiriki, Irani, Urusi pamoja na baadhi ya maeneo katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Ukisha kuwa katika maeneo hayo alafu ukamuonesha mtu alama ya kidole gumba, atachukulia sawasawa na vile ambavyo katika baadhi ya mataifa mtu huwa akikuonesha kidole cha kati anakuwa amekutukana. Kuwa makini sana unapofika katika eneo ambalo lina utamaduni unaotofautiana na utamaduni wa taifa lako au wa jamii yako. Kabla ya kuanza kuonesha ishara mbalimbali za vidole, fuatilia ishara mbalimbali za vidole zina maana gani katika taifa hilo. Namba 3, ishara ya vidole ambayo mwanadamu hulazimika kukunja kidole gumba chake na kidole chake cha shahada na kuchora umbo la duara, alafu vidole vitatu, yani kuanzia kidole kidogo mpaka kidole cha kati vinakuwa vimesimama juu kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Kwa lugha nyingine, alama hii huwa inaitwa OK sign, yani ishara ambayo inaonesha kukubaliana na jambo fulani. Na ndio maana unaweza ukaona baadhi ya watu wanapoonja chakula, ikiwa chakula hicho ni kitamu, wanaweza kuonesha ishara hiyo. Lakini pamoja na kuwa baadhi ya jamii zinaweza kuonesha ishara hiyo zinapokubaliana na jambo fulani, haikupi uhuru wa kuitumia katika maeneo mbalimbali ambayo bado haujui sehemu hiyo alama hii ina maana gani. Kwa mfano, katika baadhi ya mataifa kama Ufaransa na Ujerumani, alama hii inaweza kuchukuliwa kama alama ya matusi au dharau. Yani mtu anapokuonesha alama hii anakuwa sawa na yule ambaye amekuonesha kidole cha kati. Ninajua ninaposema mtu anapokuonesha kidole chake cha kati, unajua anamaanisha nini katika jamii yako. Lakini pia taifa kama Brazili inasemekana kuwa ni tusi kubwa pindi mwanadamu atakapokuonesha ishara kama hiyo. Hivyo hata unapokuwa Brazili, usithubutu kumuonesha mkazi wa sehemu hiyo ishara kama hiyo. Ukirejea katika historia, Rais wa zamani wa Marekani Richard Nixon alipotembelea taifa la Brazili, wakati anashuka kwenye ndege, aliwaonesha wakazi walioenda kumpokea ishara kama hiyo, akimaanisha kukubaliana na mapokezi ambayo alikuwa ameyapata, lakini bila ya kujua kuwa katika eneo la Brazili ishara hiyo ilikuwa inamaanisha matusi. Hivyo watu wa eneo hilo hawakumpokea vizuri. Lakini pia hivi karibuni katika baadhi ya mataifa, hata ndani ya Marekani, ishara hii ya mkono imeanza kupoteza umaarufu. Sababu ni kwamba baadhi ya makundi yenye msimamo mkali yameanza kutumia ishara hiyo kama alama ya kuunga mkono ubaguzi wa watu weupe. Kwa sababu hiyo, ninakushauri kamwe usioneshe ishara hii bila ya kujua eneo husika huwa lina tafsiri ipi katika ishara hiyo. Namba 4, kuonesha ishara ya vidole kwa kuinua juu kidole cha shahada na kidole cha kati, kuviweka katika umbo la V, alafu kidole gumba
kidole cha pete na kidole kidogo vinakuwa vimejikunja na kuungana kwa pamoja. Ishara hii ni maarufu katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe. Katika tafsiri za jamii mbalimbali katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, alama hii ya vidole inamaanisha amani. Hata taifa la Tanzania, alama hii humaanisha amani, na ndiyo maana hata katika bendera ya moja kati ya vyama vya siasa ambavyo vipo katika taifa letu ipo ishara hii ikimaanisha amani, kwani hata katika lugha ya Kiingereza inaitwa peace sign. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulizingatia ni uelekeo wa kiganja chako cha mkono, kwani taifa kama la Marekani unapoonesha ishara kama hii ikiwa unamaanisha amani, basi lazima uelekeo wa kiganja chako uwaelekee watu ambao unawaonesha ishara hii. Lakini kama kiganja chako kitaelekea upande wako, ni ishara ya magenge ya kihuni, kwani magenge mbalimbali ya kihuni huwa yanaonesha ishara hii kama utambulisho wao, na viganja vyao vya mikono vinakuwa vimewaelekea wao. Lakini unapokuwa katika taifa la Uingereza, utakapoonesha ishara hii alafu kiganja chako cha mkono kikawa kinatazama chini, huwa inachukuliwa kama tusi kubwa, yani ni kama ambavyo mtu anaweza kukuonesha kidole chake cha kati. Hivyo ukiwa katika taifa la Uingereza, usithubutu kuonesha ishara hii alafu kiganja chako cha mkono kikawa kimeelekea chini. Namba 5, kunyosha kidole chako cha shahada kuelekea upande fulani, yani kama ambavyo huwa unaonesha uelekeo kwa kunyosha kidole chako cha shahada ili kuwaelewesha watu kuwa kitu fulani kipo sehemu fulani. Pamoja na kuwa katika mataifa mbalimbali ulimwenguni alama hii huchukuliwa katika hali ya kawaida, kwani hutumika kuonesha uelekeo fulani, lakini bado katika baadhi ya mataifa ishara hii haikubaliki kabisa, kwani ni ishara ya dharau na ukosefu wa heshima. Utakaponyosha mkono kuonesha uelekeo wa sehemu ambayo unaelekea au kitu ambacho unawaelekeza watu wa baadhi ya maeneo watakutafsiri kama mtu usiyekuwa na heshima, yani unawadharau. Kwa mfano, unapokuwa katika mataifa ya Kiarabu, ishara hii huwa inamaanisha wewe hauna adabu, yani umekosa heshima. Hivyo utakapokuwa katika mataifa hayo, ni vema ukaepuka kuonesha ishara hii hata ikiwa unawaelekeza watu uelekeo. Na si katika mataifa ya Kiarabu pekee, bali hata katika maeneo mengi ya Mediterania pamoja na Asia, utakapoonesha ishara kama hii, watu watakutafsiri kama unawadharau ama unawakosea adabu. Hivyo unapokuwa katika mataifa ambayo yanapinga matumizi ya vidole katika kuonesha uelekeo, ni vema ukautumia mkono mzima au kiganja chote kuonesha uelekeo au njia nyingine ambayo inatafsiriwa kama ishara ya heshima katika jamii husika. Namba 6, kukunja vidole vyako vyote vinne na kubakiza kidole kimoja ambacho ni kidole cha shahada, kisha kutumia kidole hicho kumuita mtu. Katika baadhi ya maeneo kama Marekani, kumuita mtu kwa kunyosha kidole huku unakikunja katika taifa la Marekani huwa inamaanisha ni ishara ya utani, huku ukimwambia mtu njoo hapa. Hivyo utakapomfanyia mtu ishara hii atatafsiri kama unamfanyia mzaha. Lakini utakapotembelea Amerika ya Kusini, yani Latini America, kumuonesha mkazi wa sehemu hiyo ishara hii huwa ni ishara ya dharau na matusi. Hivyo utakapobahatika kutembelea maeneo ya Latini America, usidiriki kumuonesha mtu ishara hii kwa sababu atatafsiri kama unamdharau, kwani katika maeneo ya Amerika ya Kusini ishara ya kumuita mtu kwa kutumia kidole hutumiwa pale unapokuwa unawaita wanyama wa kufugwa kama mbwa au paka. Hivyo kitendo hicho kitaonesha kuwa unamfananisha mwanadamu ambaye unamuita na mbwa au paka. Namba 7, kumwekea kiganja chako cha mkono mtu mwingine juu ya kichwa chake, kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Katika jamii nyingi ambazo zina tamaduni za Kikristo, kumwekea mwanadamu mwingine kiganja chako cha mkono juu ya kichwa chake ni ishara ya baraka ama kumpa heshima. Hata katika baadhi ya tamaduni za Kiafrika, watoto wanapowasalimia watu ambao wamewazidi umri, ili kuonesha heshima kubwa, huwa wanalazimika kuweka viganja vyao vya mikono katika vichwa vya watu wazima.
Lakini katika baadhi ya maeneo, kumwekea mtu kiganja chako cha mkono juu ya kichwa chake ni kama kumuonesha dharau. Kwa mfano, katika baadhi ya maeneo ambayo yametawaliwa na imani ya Buddha, inachukuliwa kichwa cha mwanadamu ni sehemu takatifu. Kitendo cha kumwekea mkono mwanadamu katika kichwa chake ni ukosefu wa heshima, kwani kichwani ni sehemu ambako roho ya mwanadamu inapatikana. Lakini pia kama utapata bahati ya kutembelea katika taifa la Thailand na katika baadhi ya nchi nyingine za kusini mashariki mwa Asia, kitendo cha kumshika mtu katika kichwa chake, yani kumwekea kiganja chako cha mkono katika kichwa chake, ni kama kumuonesha dharau. Namba 8, kuinua kidole chako cha shahada pamoja na kidole chako cha kati, kuvikunja kana kwamba unatengeneza alama ya herufi X, alafu kidole gumba, kidole cha pete pamoja na kidole kidogo unakuwa umevikunja kwa pamoja kama ambavyo inaonekana katika picha hii. Unapoweka ishara kama hii katika baadhi ya maeneo, huwa inamaanisha unategemea kitu fulani kizuri kitokee katika maisha yako, yani bahati njema ije katika upande wako. Lakini unapokuwa katika taifa la Vietnam, kuonesha ishara kama hii ni kuwatusi watu wengine, yani ni kama ambavyo mtu anakuonesha kidole chake cha kati, ni ishara ya kuwatukana na kuwaonesha dharau binadamu wengine. Utakapofanya ishara hii ukiwa Vietnam, huenda ukafikwa na mazito sana. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, sina budi kuishia hapa. Ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakia wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo. Asante, bye.